katika habari ya dhambi kuu ya ujanani ni sitaki kusikia. Dhambi kubwa ni sitaki kusikia kwa Bwana. Sasa kwa kuwa umri wa ujana ndio ulio na nguvu, na damu yao huwa inachemka katika namna ile ambayo damu inachemka, huwa inatamani kutenda kile ambacho inatamani imewaka. Na kwa kifupi inakuwa sio rahisi kusikia maonyo. Nguvu ile kubwa ya kutenda ni kubwa kuliko ya kujizuia au kugeuka asikilize maonyo. Na katika hiyo sio rahisi kusikia maonyo ya Mungu, sio rahisi kusikia maonyo ya mzazi, sio rahisi kusikia maonyo ya walezi. Ina maana kama ni shuleni, kama ni jamii, whatever the case, inakuwa ni ngumu kusikiliza. Tunaangalia kwenye Misali sura ile ya 1 mstari wa 10 na kuendelea. Neno la Mungu linasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Yaani kwamba kijana yuko zaidi kwenye ile hali ya ushawishi. Akishawishiwa anaweza kainguka kwenye uzinzi namna ile ambayo uweze kategemea, na akaja hata akawa mbwa. Zaidi baadaye akitoka hapo anajutia kwa nini nilifanya hivi. Anaweza akashawishiwa kufanya ujambazi na vitu kadha wa kadha. Anaweza akashawishiwa kufanya ulevi na vitu vya hatari. Anaweza akashawishiwa kufanya chochote. Hata mambo ya siasa wanatumia sana vijana kwa sababu nguvu ya damu inachemka na nguvu wanayo katika kufanya hayo. Na hali yao ya tamaa ile, ukiwagusa tu kwenye kile anachotamani, ukimuingizia hapo kumshawishi, tayari anawaka na ana nguvu ya kutenda, na huwa akishaamka kutenda sio rahisi umgeuze akageuka. Iwe ni sauti ya Mungu hayuko tayari, ni mzazi hayuko tayari, ni mlezi hayuko tayari. Kwa hiyo tunaona kwamba neno la Mungu linasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, wewe usikubali. Wakisema, haya njoo pamoja nasi na tuvizie ili kumwaga damu, tumuotea asiye na hatia bila sababu, tuwameze hai kama kuzimu na wazima kama hao washukao shimoni. Tutapata mali yetu ya thamani, tutajaza nyumba zetu mateka. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Mwanangu, siende njiani pamoja nao. Zuia mguu wako usiende katika mapito yao, maana miguu yao huenda mbio maovuni na ufanya haraka kumwaga damu sio na hatia. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anasema zuia. Wakati huo kijana hana neema ya kujizuia, inakuwa ni ndogo sana, kama sio Kristo mwenyewe akiwa amekusudia kwa yule kijana, kama sio Mungu mwenyewe akiwa amekusudia kwa yule mtu. Na wengi pia huwa wanapita sana huko, alafu baadaye tena ndipo hapo wanatoka. Lakini baada ya kwamba wameshaenda kwa pressure hiyo ya ujana na ushawishi huo ya wenzake na kufanya vitu vingi, kama tulivyosikia huko katika habari ya Rehoboam, katika habari ya Konia na mambo kadha wa kadha, ambao pressure iliwapelekea wakasababisha vitu vingi vya uharibifu. Nadhani pia hata wewe sasa hivi, haijalishi kwamba umeshakuwa mtu mzima au uko kwenye hali ya ujana au unaenda kuingia kwenye ujana, nadhani hicho ninachokiongea ni dhahiri na wewe unaweza kukiona. Na hapa Mungu anasema wakati huyu anapokuwa hawezi kujizuia, ndipo Mungu anapozungumza katika mstari ule, hiyo Misali sura ile ya 1 mstari ule wa 25 anasema 24, kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri langu, wala mkutaka maonyo yangu, mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu. Tunaona kwamba dhambi inapootea, shetani, tumeangalia kwenye Yakobo ile 1 mstari ule kuanzia 12 mpaka 14, anasema anajaribu anaweka mtego na kumjaribu kila mmoja na tamaa yake. Ile tamaa inakuja inafanya mazoea na inajenga tabia ambayo inabeba mimba, ambayo mimba inapelekea kuzaa mauti. Kwa hiyo hapa anasema wewe fanya tu hayo unaofanya. Wewe nenda tu uko na kwenda. Kimbiza sana mbio zako. Endelea sana na shingo yako ngumu. Nenda na huo moyo wako mgumu. Elekeza huko na kwenda. Ila iko siku lazima utalia. Kwa nini? Kwa sababu unajua pale shetani yuko katika hiyo mbio zako unazokimbiza. Kimbiza vizuri sana, lakini katika hizo mbio zako shetani yuko anakukimbiza. Baada ya muda mfupi lazima ulie. Na baada ya huo muda wa mfupi wa kulia huo, lazima utataka nije hapo nikusaidie. Na yeye anasemaje? Kwa kuwa umekataa. Ile 26 anasema, mimi nami nitacheka siku ya msiba wako. Nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Dhiki na tabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita lakini sitaitika, watanitafuta kwa bidii wasinione. Na ndipo hapo watu wanapoona sasa wanataka wakimbizane kwa mitume na manabii wa uongo, sijui kwenye chumvi, sijui kwenye nini, kwa sababu wanaona kama vile Mungu akimuita hawasikii, hawajibu. Kumbe wakati Mungu anawaita hawaitiki.
hawageuki, hawaangalii, hawamjibu, hawafanye nini, Mungu naye anasema nenda, kimbia vizuri sana. Uko mahali lazima ugonge ukuta. Akishafika kabampo pa anageuka sasa, anajua kwamba hapa nimechemka. Ngoja nimtafute Mungu. Mungu naye anapokuwa amenyamaza kimya, ndipo hapo mtu anapohaa na kuanza kufanya vitu vingine ambavyo vinaingia kumharibia zaidi. Lakini tunaona kwamba Mungu anasema kwamba nataka ugeuke leo. Nataka uzuie mguu wako leo. Nataka unisikilize leo. Lakini kama unaendelea kuniasi, iko siku lazima ulie. Katika kulia kwako nitakunyamazia kimya. Kwa hiyo tunaona ni vizuri sana kuombea neema vijana, lakini pia ni vizuri kabisa au vijana pia wakaombewa kuwa na moyo ambao ni utulivu, na Mungu akawashikilia hiyo mioyo. Tukiangalia kwenye Zaburi ile ya 25 mstari wa 7 na wa 11, huyu mtunga Zaburi pia yuko anaombaje? Huyu mtunga Zaburi kwenye Zaburi ya 25 mstari wa 7 na wa 11 anatubu, anasema na kuomba usiyakumbuke makosa ya ujana wangu wala maasi yangu. Anazungumzia kwa sababu wakati wa ujana anajua jinsi gani alikuwa ameasi vibaya mno, jinsi gani alifanya mavururu mengi sana, jinsi gani alivurumusha haya na haya na haya na haya. Anamuomba Mungu, tafadhali usiyakumbuke hayo. Kwa nini? Ni mengi sana. Ile 11 anasema Bwana, kwa ajili ya jina lako unisamee uovu wangu, maana ni mwingi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kwamba wakati wa ujana, yani mtu anafanya hivi, anafanya hivi, alafu baada ya muda sasa anakuja anataka seti, sasa akili imeshatulia. Maana alishajaribu akagundua kumbe hili nimekosea. Kumbe na hapa pia sio. Kumbe na hivi pia. Kumbe na hivi pia. Alafu unapokuja kurudi sasa uyaseti, unaona ni mengi, alafu pia mengine unahisi kama vile hata Mungu ana mpango wa kukuangalia. Wakati mwingine unaomba unahisi pia kama Mungu hakusikii au pia hujasamehewa. Unarudi tena. Kwa hiyo hapa nasema naomba usiyakumbuke, maana ni mengi. Tunaona kwamba wakati wa ujana na ile pressure ya ujana na nguvu, ule moto unafanya mtu anafanya vitu vingi mno. Vijana unaona mambo ya ubakaji, mambo ya ukabaji, mambo ya ushoga, mambo ya nini, yote haya na shetani anaweka mitego akiwatega vijana. Na vijana nguvu zao nyingi, anahakikisha kwamba anawameza wakiwa hai kuzimu. Anatumia nguvu zao zote, akili zao zote na muda wao wote, akizinyonya hizo nguvu huko kuzimu. Basi wakati huu tunatambua hila zote za shetani, tunatambua kwa sehemu kama hivi, tunaweza tukaomba na tukamsihi Mungu aweze kuwatetea na kuwasaidia na kuwapa nguvu ya kushinda hizo tamaa ambazo zinakuwa zinawakabili, hiyo mihemko ambayo inakuwa imewavaa, hayo makelele yanayokuwa yamewapagawisha kuingiza kwenye masikio, na hata wanashindwa kusikia sauti ya Mungu, wakasikia hizo sauti na makelele ya dunia hii. Wakati wanapoangalia hawaangalii kifo, hawajui kwamba kuna kifo. Nilimsikia pia mtumishi mmoja akizungumza kwamba alionyeshwa maono kwamba vijana wengi unyako umefika, alafu wenyewe wameachwa. Vijana wengi wakiwa wameachwa. Kwa nini? Anasema kwa sababu vijana wengi ndo wamemezwa kweli kwenye muziki, wamemezwa sana kwenye mafilamu, muda wao mwingi na akili zao na nguvu zao, wakati siku zimeelekea hapo, muda wa kukaa na kutulia kwenye mambo ya uwepo wa Mungu, kusoma neno la Mungu, kutafakari mambo ya Mungu, yatawakuta wakiwa humo kwenye magames, kwenye mambo ya muziki, kwenye kubeti huko, kwenye mambo haya na haya ya dunia hii. Lakini tunaona kwamba dunia inapita. Neno la Mungu linasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15 hadi ule wa 17. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa hiyo tunaona kwamba wakati wa ujana, kijana haangali kama kuna kifo. Ukweli kwamba ndani yake hakuna, kwa sababu yeye ndo kwanza anakuwa sasa ametoka kwenye ile hali ya utoto, kaingia kwenye ujana, kujiona naye kumbe na mimi naweza, nasifiwa mzuri, nasifiwa handsome, naambia kwamba naweza hiki, najua hiki, nafanya hivi na hichi pia, mimi ni bora, mimi ni zaidi, nimewaonesha wakanisifia, nilifanya hicho na wakaniheshimu, hapa nimepata heshima. Kwa hiyo anachotamani ni kuonesha heshima, anapata heshima zaidi, anaonekana anaonesha ubora zaidi. Kwa hiyo ndani ya akili yake, ndani ya ufahamu wake, hafikiri kuna ajali, hafikiri kuna mauti, hafikiri kuna kingine chochote. Anapoipenda na kukimbiza hiyo dunia, akiangalia hichi ninaweza nikakifanya, atagusa na kile naweza nikafanya, na hicho pia naweza nikafanya. Biblia inazungumza usipende dunia. Kila kilichomo katika dunia ni uharibifu.
Na anasema dunia inapita. Na kama mtu akipenda dunia, ndani yake kumpenda Mungu hakumo. Kwa hiyo wewe unapokuwa busy na mambo ya filamu, unapokuwa busy na mambo ya dunia na uzinzi, unapopenda hayo mambo sijui uonekane hivi na hivi na hivi na huku na huku na huku, ndani kumpenda Mungu hakuwezi kwenda pamoja. Ni sawa na mwanafunzi uko shuleni, huku unataka mitoko wewe ya kwako nini na nini, haiwezekani, haiwezekani. Kwa hiyo anazungumzia kwamba mtu akipenda dunia, ndani yake kumpenda Mungu hakumo. Hivi vitu haviwezi kwenda pamoja. Dunia ni ya kwake na mambo yake, na vingine vya mbinguni ni vya kwake. Kwa hiyo msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa wakati huyu kijana sasa anakimbiza yale anayoambiwa na zile tamaa zake, anazikimbiza huku na huku na huku, hali ya kumpenda Baba haiwezi ndani yake. Humo ndani hakuwezi. Na anasema hivi, maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Kwa kama vitokana na Baba, na huyu kijana anakimbiza hivyo vya dunia ndani yake kwa sababu havitokani na Baba, hivyo vyote vitamfanya siku ya unyakuo apitwe, aachwe. Maana hivyo havitokani na Mungu. Na anasema na dunia inapita pamoja na tamaa zake. Sasa tunaona kwamba kijana akiwa amemezwa na tamaa ya kufanya hivi, aoneshe hivi, hivi na haya na haya na haya. Hizo tamaa zote ni hapa dunia. Na hiyo hayo hayana sio ya Mungu. Na kwa hiyo hayo yote yatapita na tamaa zake zitapita. Anasema bali yeye afanye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Kwa hiyo tunapoangalia katika hali kama hiyo, tunaona kwamba vijana wengi wataachwa kwa sababu hiyo. Tunaona kwamba wengi walifanya vingi, wengi waliharibu vingi. Tunakuja ndio tunakutana na Kristo. Kristo anaturehemu, lakini kumbuka na kuambia kitu kimoja. Angalia bustani ya Edeni. Waliambiwa kila hakika utakufa. Naomba tazama hilo moja na likupe ufahamu. Yesu amekuja amekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Lakini kumbuka kwamba hakujaondoa hali ya mwili kufa na kurudi kule tulikotoka. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo huwa haviondoki, ni kwamba viko vitu ambavyo ukifanya haviondoki. Kaini ile hali yake ya kuua ndugu yake. Wewe kama umeua babako, mamako, mtoto wako, ukamtoa kafara ili upate mali, upate hivi na hivi. Leo umekutana na Yesu, kumrudisha yule mtoto, kumrudisha yule baba, kumrudisha yule mama, sio jambo jepesi. Mungu anasamehe kabisa na anafuta, lakini wewe unaweza usijisamehe. Lakini ile doli inaweza lisiondoke. Lakini kuna makovu, yani kwamba kupona utapona kidonda, lakini kuna kovu waga aliondoke. Kwa vitu kama hivyo ambavyo tunatakiwa kuwa makini kwamba ndio tunakutana na Yesu, neema inaweza ikaja tukaokoka. Lakini je, tutakuwa tumeondoa hayo makovu? Tutakuwa tumeondoa watu ambao labda tuliwazika, tuliwaua sisi kwa tamaa hizo tulizokuwa nazo, kwa tamaa hizo, kwa kiburi hicho, kwa ukaidi huo, kwa kutaka kujionesha huko? Mtu ulishakuwa mlevi ukatoka mara moja, ile akili itaweza kurudi sawa sawa ukafanya vitu vizuri? Tunaona kwamba Koni aliambiwa wewe ilikuwa desturi yako. Yamkini alikuwa mlevi. Leo hii akikaa tena kidogo tu utasikia ndo watu wengine utasikia wanakuambia kwamba lazima ule na unywe pia na ulewe. Lazima pia na nyumba ndogo unawezaje kuacha hivyo hivyo. Lazima pia na rushwa kidogo. Kuna mtu ujuzi alikuwa ananiambia, ile biashara tukienda kufanya bwana, ninunulie tu mizani, alafu mimi uniachie. Najua kuna vitu ambavyo najua nitavifanya. Yaani wewe utaona tu, wewe utaona tu. Nikamwambia kwa hiyo unataka ufanyeje? Unataka ukate vitu yani kwamba akaniambia basi sawa nimekuelewa, sitafanya hivyo. Kwa hiyo hali ya uaminifu, mtu alishazoea hana uaminifu. Hata kama leo kaokoka kawa mtumishi, hatafanya ule utumishi wake katika uaminifu. Na Mungu atamwambia, lakini kashazoea kutokuwa mwaminifu. Ameshazoea kwamba kila anayekuja hapo mrembo ni wa kwake, au kila anayepita handsome ni wa kwake. Leo kaja huku, baada ya muda ataingia tena kwenye mazoea yale. Na shetani huwa haji na dhambi mpya. Kuokoka kwako lazima utestiwe na kile ulichotoka nacho kule, ulichokuwa umezoea kukifanya. Leo wokovu wako kishaanza kusimama na huyo Kristo, lazima kile ulichokuwa umezoea kukifanya huko, ile desturi yako lazima iletwe tena leo. Ile desturi yako uliyokuwa umezoea huko, ile desturi uliyokuwa unaishi kabla hujaokoka, kabla hujakutana na Kristo, leo ili kudhibitisha kwamba umeokoka, kwamba wewe ni kiumbe kipya, ile desturi lazima italetwa kwako ili ionekane kwamba unaishinda. Na katika hiyo tunaona kwamba wengi wanashindwa, wanarudi tena kwenye desturi yao, wanarudi tena kwenye ulevi wao, wanarudi tena kwenye magomvi yao, wanarudi tena kwenye kutalikiana. Humo ni watumishi, wanatalikiana kama kawaida, wanaingia kwenye nyumba ndogo, wanaingia kwenye wake wenza, wanaingia kwenye mambo kadha. Kwa sababu katika hali ya ujana hawakuzuia, hawakujidhibiti, hawakushinda
Leo tunahitaji kuomba sana kwa habari ya kijana ambaye leo yuko kwenye hiyo hali na tayari mitego iko mingi, tamaa inampeleka speed vibaya mno katika kutamani kwenda huku kufanya haya na haya. Tamaa yake hana uwezo wa kujizuia, tamaa yake hana uwezo wa kugeuka hata umwambie kwa sauti yote ulie machozi. Ukimwambia acha hivi hana uwezo wa kugeuka, hana uwezo wa kugeuka, hana uwezo huo uwezo. Tunaweza tukaomba mbele za Mungu ili Mungu akaachilie uwezo wa kufanya wageuke kutoka kwenye zile njia mbaya, njia ambazo miguu inakimbilia shimoni, njia ambazo miguu yao inakimbilia mautini. Tazama shetani anatamani kuzimeza hai nafsi za vijana kwa ili atumie vile vya thamani, maana kila kusudi ambalo Mungu anakuwa ameliweka ndani yao katika hali ile ya ujana sasa na nguvu walionao ili waweze kutumikia lile kusudi. Ndipo hapo shetani anapotamani lile kusudi litumike kuzimu, vile vya thamani ambavyo Mungu ameviwekea vitumike kuzimu, muda wao wa ujana wao utumike kuzimu. Biblia inazungumzia kwamba vijana ndio wenye nguvu. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu vijana ndio wenye nguvu, na kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Ni wakati huu wa kuombea vijana waweze kushinda yule mwovu, na hiyo nguvu iwe kwa utukufu wa Mungu. Yaani kwamba kila unalowaza limtukuze Mungu, kila unaloliendea limtukuze Mungu, kila unalolitenda limtukuze Mungu, na kila ambacho kiko mbele yao wawaze jinsi gani kitamtukuza Mungu. Na njia hiyo na kwa namna hiyo basi ndivyo hivyo Mungu atakavyozidi kuinuliwa katika ujana wao, na ndivyo hivyo Mungu atakavyoweza kuleta baraka na kuwa watu wema na kizazi kilichobarikiwa chenye neema. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wa neema yote, ninakutukuza kwa neema na kibali ambacho umenipa kunena kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, naomba kwa ajili ya mwanamke yote ambaye amesikia popote, binti yoyote, lakini pia kwa ajili ya kuwaleta vijana. Nafsi za vijana wengi zimemezwa zingali hai kuzimu. Wanatembea wakiwa makopo, wanatembea wakiwa hawajielewi, wanatembea wakiwa hawajui. Wakilicho ndani ni kitu kingine tofauti na kile ambacho Bwana uliwashusha nacho. Niko mbele zako kwa rehema. Yesu Kristo aliyekuwa ni mkuu, ninakusihi kwa jina la Yesu, macho yako Bwana yakafumbuke kwa habari ya vijana. Tazama Kristo, ulitoa uhai, ulitoa nafsi yako kuwa fidia kama unavyosema Marko 10:45, na tena katika Mathayo 20:28, ukuja kutumikiwa, ulikuja kutumika na kuitoa nafsi yako kuwa fidia kwa jina la Yesu kwa ajili ya wengi. Vijana wengi wamemezwa wakiwa hai, nafsi zao zimemezwa kwa sababu ya tamaa, kwa sababu hawakukubali kugeuka, hawakubali kusikia maonyo, hawakubali kusema niko tayari. Walisema sitaki kusikia, walikata sauti, waliasi, na kwa namna moja au nyingine miguu yao na nafsi zao zimemezwa wakiwa hai kuzimu, nguvu zao kuzimu, nyakati zao zimemezwa kuzimu, na kile walichonacho zimemezwa kuzimu. Na Mungu ni Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo. Timotheo 1:2 unasema mstari wa 1 hadi wa 6, unataka watu wote wajue aliyo kweli, kwa sababu Mungu anataka wote waokolewe ili tuishi maisha ya utulivu, tuishi maisha ya utaua. Hili ndilo linalopendeza Mungu. Ishie milele. Ninakusihi kwa jina la Yesu kwa ajili ya vijana wote, haijalishi kabila, jamaa, lugha, taifa, kwa jina la Yesu Kristo, wanaokujua na wasiokujua, kama uishivyo Mungu, kwa damu ya Yesu Kristo, wakati unaungana na wanawake popote walipo, kuomba rehema na neema kwa jina la Yesu Kristo, kwa ajili ya ujana wetu wenyewe kwanza, na machukizo mengi na maovu mengi ambao kwa hayo tulikukata kusikia pia. Naomba kwa jina la Yesu usiwepo na hatia. Damu yako Yesu Kristo ya thamani ikasafisha na kuondoa hatia na hukumu hii. Na sasa tunawaleta vijana wote na hao ambao pia wanaendea ujana na watakao kuja pia katika ujana, mitego na malango ya ujana huo. Mungu mtakatifu, ninawaombea rehema na utakaso katika damu isiyo na ila, damu ya Yesu Kristo. Agano lako jipya likawe kwenye malango ya ujana na kwa kila kijana, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, Mfalme utukufu, ukapate kuingilia, kuwapigania, kuwashindia ujana wao kwa thamani kuanzia sasa, na utukufu wako kawe juu ya vijana hao, na nguvu zako na neema yako ikawalinde, ikawaongoze kuweza kutembea na kutenda sawa sawa. Masikio yao yakatakaswe upya na kufunguliwa, yakazibuliwe ili kusikia sauti yao.
mioyo yao ikafunguke na nia zao zikawe za kwako. Yesu Kristo, kuanzia sasa wakaseme ndio katika neno lako, ndio kwako Bwana. Hatua zao zikaongozwe na wewe. Ninakabidhi mikononi mwako na kuwakabidhi katika mapenzi yako na utukufu wako kwa juu yao. Na Mungu kaonekane katika utukufu mpya, kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu. Amen.